Mimi naitwa Richard Kayombo, ni mkurugenzi wa elimu na mawasiliano kwa mlipa kodi. Tunahimiza watu wawahi waweze kulipa kodi zao, wawasilishe return zao za mahususi kwa wakati na kwa hiari na kwa usahihi, kwa maana ya kwamba pale wasipotekeleza wajibu wao wanaweza kaingia adhabu na riba, kitu ambacho hatutaki kitokee, kwa sababu hiyo pesa wanahitaji katika kuendesha biashara zao, na hivyo tunawasogezea huduma hizi kwa karibu ili wasiingie katika migogoro mbalimbali ambayo haisitakiwi kutokea. Lakini kwa ufupi ni kwamba tumesogeza huduma karibu na wafanya biashara, na ndio maana tumefungua ofisi zetu mbalimbali. Tumevaa hapa Mbeya mjini, tunayo ofisi yetu ya mkoa, lakini pia tunayo ofisi Mwanjelwa, tuna ofisi nyingine Mbalizi, tuna ofisi Uyole, lakini tunazo ofisi pia katika wilaya zetu zote za mkoa wa Mbeya, kwa maana ya kwamba mtu asipate tabu kusafiri kwenda mbali kupata huduma ya ulipaji wa kodi. Lakini pia tumekuwa na zoezi kubwa sana limefanyika kama wiki moja iliyopita, na elimu ya kodi mlango kwa mlango, kwa maana ya kumkumbusha mlipa kodi atekeleze wajibu wake kwa wakati, lakini pia kupata mapungufu yaliyopo katika mlipa kodi na kumshauri afanye kitu sahihi. Kwa kama hajakadiriwa aweze kukadiriwa, kama hajalipa makadirio yake aweze kuyalipa kwa wakati, kama nyaraka zake hazijakaa vizuri basi aende ofisini akaiweke sawa sawa. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila mtu atekeleze wajibu wake kwa wakati na vizuri zaidi. Lakini pia ni kuhakikishia wafanyabiashara wa mkoa wa Mbeya kwamba hatufungi biashara ya mtu yoyote. Hiyo ni historia. Najenga mahusiano mema ili watu waweze kulipa kodi kwa hiari na kwa wakati vizuri tu. Kama mtu ana tatizo basi afike kwa meneja wetu ofisini, amuone, azungumze naye. Kama tatizo la kweli na changamoto ya kweli, basi inazungumzika. Atampa utaratibu wa kulipa kodi zake bila vikwazo vyovyote. Lakini asikae pembeni akalalamika na kanungunika, akaona kwamba hawezi kulipa kodi kwa sababu moja au nyingine. Lakini pia ni watahadharishe kulipa kodi katika kipindi hiki kwamba kuna matapeli wajitokeza, wanatumia jina letu wanatumia jina letu na wanaadaa kwamba wanataka wakadirie au watakagua au walipe kodi fulani fulani. Tunataka kuambia kwamba hao ni matapeli, watumie njia rasmi kufika katika ofisi zetu. Na bahati nzuri sasa hivi tutatoa control number. Control number inatolewa kwa mwaka mzima. Ndio hivyo mfanyabiashara hana haja kubabaika, namba zetu zinajulikana, na kama hawezi kupata namba yetu basi afike ofisi moja kwa moja. Namba zetu tumesogezea ofisi karibu kama wazo amezitaja, Uyole, Mwanjelwa na vile vile Mbalizi, ili waweze kufika pale kwa ofisi zetu aweze kupata usahihi wa taarifa zake za kodi na kuweza kulipa kwa wakati. Lakini wale ambao hawajawasilisha return, pia return kwa wale makampuni waishi kuwasilisha return zao kwa wakati za mapato ya mwaka jana, na hivyo kuweza kulipa kodi stahili kwa wakati kabla tarehe 30 mwezi wa Juni. Lakini kwa wale ambao wanalipa kodi mbalimbali, kwa mfano VAT, tarehe yake ya mwisho ilikuwa tarehe 20. VAT ya mwezi wa 5. Kama mtu hajawasilisha return au hajalipa kodi ya VAT, aweze kuwahi kwa wakati huu, aweze kuwasilisha return yake na kuweza kulipa kodi yake. Lakini vile vile kama kuna mtu alisahau au alipitiwa kwa sababu moja au nyingine, aweze kuwahi kuwasilisha return ya pay as you earn au kodi za ajira na kuwasilisha kodi husika kwa wakati. Na wale ambao wastahili kulipa excise duty basi tarehe ni tarehe 25. Tarehe 25 najua bado, lakini nawakumbusha waweze kutekeleza wajibu wao kwa wakati, na wale ambao wanalipa kodi mbalimbali za zuio waweze kufanya hivyo hivyo. Lakini niwakumbushe tu kwamba Jumamosi hii ya itakuwa tarehe 28, ofisi zetu zitakuwa wazi. Kwa hiyo wale ambao hapati muda wa kuja katikati ya wiki, atumie Jumamosi vizuri kuanzia saa 2:30 hadi saa 11, waweze kutimiza wajibu wake wa kisheria kwa wakati na awasipate matatizo yoyote. Lakini wakaribishe sana, kwa sababu kodi hizi ndio zinajenga nchi. Kama umefanya mambo mbalimbali ya maendeleo, kama unavyoona hapa Mbeya kuna mambo mengi yaendelea. Kuna huduma za afya zimeongezeka sana, huduma za elimu zimefanyika sana, na miundombinu pia tunaona baadhi zinajengwa.
hizo zote zinajengwa kwa sababu ya kodi yetu, na hatuna mjomba yoyote. Ni kodi zetu zinaweza nchi yetu, na itajenga nchi yetu kwa mikono yetu wenyewe. Kwa hiyo tunachangia kidogo kidogo. Malalamiko yoyote muone meneja, kwa tatizo litatatuliwa na utasikilizwa vizuri kabisa. Na ndio lengo kabisa kamishna mkuu ambaye ametutuma kufanya kazi hii, kwa kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari, kwa wakati na kwa wakati. Kwa hiyo tunawasihi sana wananchi, msikae nyuma, mjitokeze, mlipe kodi kwa wakati kabla ya 30 mwezi wa 6, ili mweze kuwa salama na mweze kuwa tabasamu kwa mwezi wote wa 6. Sawa. Badilika kulingana na kiasi anacholipa. Bahati nzuri sana ni kwamba kwa kiwango cha kuanzia milioni 4 na hadi milioni 7.5 analipa 100,000 tu kwa mwaka. Analipa 100,000 tu kwa mwaka, na ambazo anazipa kwa awamu 4, kwa maana ya 25 kila kwota, kwa maana ya mwezi wa kwanza hadi wa 3 25, mwezi wa 4 hadi wa 6 25 nyingine, mwezi wa 7 hadi wa 9 25 nyingine, mwezi wa 10 hadi wa 12 25 nyingine. Na kadri unaoenda kupata kipato kikaongezeka, kiwango hicho kinapanda kulingana na kile anavyopata. Kwa sababu anayepata kidogo alipa kidogo, anayepata kikubwa alipa kikubwa, kwa sababu ndio principle ya kodi kabisa. Lakini pia kuna wafanya biashara wa kampuni alipa kodi kulingana na faida aliyopata. Sababu kwa mfano unatumia nguvu zako mwenyewe kufanya biashara yako, labda dukani unakaa mwenyewe, lakini unauza vitu mchanganyiko, vitu vya shambani, vya dukani, vitu vya kununua ambavyo huwezi kujua kuwa na risiti ya manunuzi. Lakini kwa wale ambao wanauza biashara ambayo ni rasmi, ambayo hakika inatambulika na imesajiliwa vizuri, na ambao anatunza mahesabu, na labda kama anauza mauzo kuanzia milioni 11 na kuendelea, basi anatakiwa na mashini ya FD ili aweze kulipa kodi kwa anapopata. Lakini vile vile atengeze mahesabu kuanzia kiasi fulani ili aweze kulipa kodi na kutengeza hesabu zake kadri anavyoweza anavyopata mapato yake. Kwa hiyo kodi inatakiwa kulipwa kwa kiasi unachokipata na si vinginevyo. Lakini pia nisaishe kitu kimoja bado kinazungumzwa sana, kwamba mtaji. Kodi ilipo kutokana na mtaji, kutokana na mapato uliyopata. Mtaji wako atumii kabisa kwa ajili ya mapato. Kodi ya mapato utatumia kipato chako mauzo ndio unatumia kuadilia kodi, sio mtaji. Naomba wafanya biashara waelewe hilo